Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Habari ya asubuhi. Good morning. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. We thank God because He's a good God. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi njema. We thank God for this good morning. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. The Lord has been faithful to us. Kulala, kuamka ni muujiza. Going to sleep and waking up, it is a miracle. Usiku kunakuwa na vita vikali. In the night there is a great war that is happening. Na hivi vita hatuvishindi kwa uwezo wetu. And this kind of a war, we are not overcoming it with our own power. Lakini tunayaweza yote katika Bwana tutiaye nguvu. But we are able to do everything through Him who gives us strength. Ndio maana tunaiona pambazuko. And that's why we can see a good morning like this. Mshukuru Mungu kwa kuingia kwenye ibada. I thank God for your coming to this service. Si kila mtu ambaye aliamka na akajifikiria kuja kwenye ibada. Not everyone woke up in the morning and thought of coming for this service. Kuna watu ambao wako manyumbani, hawako wagonjwa, hawaumwi, lakini hawajajifikiria kuja kumwabudu Mungu. There are people who are in their houses, they are not sick, they are not having any problem, but they have not thought Lakini of coming mimi to na the wewe church. tulipoamka, But I and you, when we woke up in the morning, tukafikiria twende tukamwabudu the Mungu. first thought was we have to go and worship God. Tulipoamka, When we woke up, tukampatia Mungu sehemu yetu and we ya gave the kwanza Lord, kwake. we gave the Lord our first part of our lives to Him. Kuna wale wametoka bila kunywa chai. There are some who left their houses with no Kuna wale tea. ambao hawajatengeneza hata nyumba vizuri. There are those ones who have not prepared their houses. Kuna wale better. ambao walikuwa na appointment mahali, lakini kwa sababu ya Jumapili There- wanasema tutaisimamisha. We have those who had their appointments with other people somewhere because they said, this Sunday I have to be in the house of God. Mungu wa mbinguni akubariki. And may the Lord of heavens bless Mungu wa you. mbinguni akuinue May the God of the heavens lift you kwa kumweka wa kwanza. for you putting Him first. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunaenda katika somo We are going into our lesson today ambayo inasema sitazuiliwa. that says that I will not be prevented or hindered. Sitazuiliwa. I will not be hindered. Kuna vingi katika maisha vinavyosababisha mtu kuzuiliwa. There are so many things that causes people in life to be hindered. Kuna mambo mengi ambayo yanakuja katika maisha inayosababisha mtu kuzuiliwa. There are so much happenings that happen in life that cause people to be stopped or hindered. Ambayo inakuwa kama vile mnara mbele yako. That becomes to be an obstacle before you. Inakuwa kama ukuta mbele yako. Becomes to be like a wall before you. Lakini asubuhi ya leo tunasema sitazuiliwa. But this morning we say that I will not be stopped. Sijui kwako, lakini mimi nasema sitazuiliwa. I don't know about you, but to me I say that I will not be stopped. Haijalishi kumefungwa aje. It doesn't matter how much obstacles there are. Haijalishi kuna vizuizi vingapi. It doesn't matter how much obstacles there are made. Lakini katika Kristo Yesu nakiri hii sitazuiliwa. But in Christ Jesus I confess this, that I shall not be stopped. Sitazuiliwa. I shall not be prevented. Sitazuiliwa. I shall not be prevented. Sijui kama unaelewa kile ambacho nazungumzia. I don't know if you understand what I'm talking about. Kuna vingi vinakuzuia There are so many things that are ili preventing you ufike kwenye hatima yako. for you to get your destiny. Kuna vitu vingi There are so much vinasababisha that are causing kukukawiza, for you to delay, kukuchelewesha, kukuchosha. for you to get Lakini tired. kataa But kusema refuse sitazuiliwa and say that I shall not be katika stopped jina la Yesu in the name Kristo. of Jesus Bwana Christ. Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tusoma katika kitabu cha Timotheo wa pili. We shall read from the book of 2 Timothy. Kitabu cha Timotheo wa pili, We shall read from the book of 2 Timothy. sura ya kwanza na mstari wake wa 5 mpaka 7. Chapter 1 verse 5 to 7. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Yunike, nami na sadiki wewe nawe unayo. Kwa sababu hiyo na kukumbusha
chochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Verse 7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Maana Mungu hakutupatia roho ya uoga, bali ya nguvu, na ya upendo, na ya moyo wa kiasi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Haya maneno ni Paulo anazungumza kwa mtoto wake Timotheo. These words are from Paul to his son Timothy. Ni mtoto wake wa imani. It is his son in faith. Anazungumza naye. That is speaking to or with. Wakati anapozungumza na yeye, and the moment he is conversing with him, aliona moyo wa uoga ndani ya Timotheo. He saw a spirit of timidity in Timothy. Kwa hiyo akaanza kuongea na akili yake. And then he began to speak with his thoughts. Na anaongea na mawazo yake. And he is speaking with his thoughts. Anamwambia ya kuwa, and he tells him, asiwe na moyo wa uoga. That do not have a spirit of timidity. Wakati wote Mungu anapoweka jambo katika maisha ya mtu, anytime God imposes something in someone's heart, kuna kuwaga na vizuizi. There are always obstacles ambavyo vinamfanya mtu asifikie pale Mungu anataka. That will cause someone not to get where God wants you to be. Sasa hapa Timotheo, therefore Timothy here, Paulo anamvika mantoni yake. Paul is putting on him his mantle. Ya kuwa usiogope. That tells him don't be afraid. Kwa sababu mahali unakwenda, because where you are headed to, injili, the gospel, haihitaji uoga. Does not need people who are fearful. Kumtumikia Mungu, serving the Lord, hakuhitaji uoga. Does not need timidity. Kwa hiyo anamwambia, therefore he tells him, najua mahali unakwenda, I know where you are going to. Ni mahali pazito. It is such a heavy place. Na ni mahali pagumu. And it's a place that is so hard. Lakini anaanza kumtia nguvu. But he begins to encourage him. Au anaanza kutia baraka juu yake. Or he begins to bless him with a blessing juu ya maisha yake. Upon his life. Kumuonesha ya kuwa, to show him katika hii injili, that in this journey, hakuhitaji he doesn't need mtu muoga. People who are afraid. Hakuhitaji doesn't need mtu ambaye atasitasita. Those people who are not sure. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nataka urudilie hayo maandiko vizuri. I want us to repeat this word again from verse 5. Nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki. Nikikumbuka imani ambayo uko nayo, ambayo sio ya unafiki. Ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi. Na katika mama yako Yunike. Nami na sadiki wewe nawe unayo. Verse 6. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako. Uchochee karama ya Mungu iliyo ndani yako. Kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Maana huyu Mungu hakutupatia roho ya uoga. Bali ya nguvu na ya upendo. Bali ya nguvu na upendo. Na ya moyo wa kiasi. Na moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo Paulo anamwambia, and therefore Paul tells him, kwa kuwekewa mikono yangu mimi, by I laying my hands on you, kilicho ndani yako, whatever is in you, kichochewe, to be awakened. Kwa neno lingine, in other words, wakati ambapo kitu hakichochewi, when something is not awoken, hakiwezi kuwaka. It cannot blow up or blossom. Hakiwezi kutumika. It cannot be used. Hakiwezi kufanya kazi. It cannot work. Kwa hiyo anasema kwa kuwekewa mikono yangu, by I laying my hands on you, mimi ambaye ni baba yako wa imani, I who is your father in faith, kilicho ndani yako, whatever is in you, kichochewe, has to wake up. Anasema huyu Mungu tunayemtumikia, and he said that the God we are serving, hakutupatia roho ya uoga. He did not give us a spirit of timidity, lakini ametupatia roho, and he has given the spirit ya nguvu, of power. Anasifiwe. Praise the Lord. Uoga ni silaha kubwa ya shetani.
Fear is a weapon from Satan ambayo inazuia watu wengi kufika kwenye hatima yao. that causes so many people not to get to their destiny. Mara nyingi uoga unainuka kila wakati. Timidity or fear rises every time. Kuua imani. So that it kills the faith. Uoga unapokuwa juu, when fear rises higher, imani inaenda chini. Faith goes low. Lakini imani ikiwa juu, but when faith rises higher, inaua uoga. It kills the fear. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tunaishi katika kizazi, we are living in a generation ambacho kimejaa uoga. That is filled with timidity. Kwa sababu vitu vingi, because many things vinavyotokea that are happening, vinaleta hofu, they are causing fear, na vinaleta uoga, and they are causing timidity. Na ndio maana Paulo, and that's why Paul, anamkumbusha mtoto wake, reminding his son, anamwambia Timotheo, he tells him, Timothy, Mungu aliyetuita, that the God who calls hakutupatia moyo wa udhaifu, he didn't give us a weak spirit, lakini ametupatia moyo wa nguvu. But he has given us a spirit of power, sio moyo wa uoga, not a spirit of timidity. Kwa hiyo naweka mikono yangu kwako, and therefore I'm laying my hands on you, kuchochea, for me to awaken kilicho ndani yako, that which is in you. Unajua Mungu anapoweka jambo juu ya mtu, when God put something in you, shetani mara nyingi hujua. Satan always knows. Na wakati shetani anajua, and when he realizes Satan, huleta vitu ambavyo vinasababisha uchungu katika maisha. He will always cause or bring things that will cause pain in you. Na hivi vitu vinakuja mara kwa mara. And these things happen time to time. Na sababu ya hayo mambo, and for this reason, kukuletea uchungu, to cause pain, kukuletea huzuni, to cause grief, ni sababu uwe na hofu, is for the reason for you to have na fear, uoga ndani yako, and timidity in you. Shetani anajua, and Satan knows, unapokuwa na uoga, when you are filled with fear, hauwezi kufanya, you cannot perform kile ambacho Mungu alikwambia ukifanye. That which God has caused you or made you to do it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo shetani analeta and therefore Satan is causing an happening, au analeta shida, or brings a problem, analeta uchungu, or causes pain, ambao utasababisha katika maisha yako, that will cause your life, unapata majeraha, you get some wounds, na hii majeraha, and this kind of wound, inakufanya wewe urudi nyuma, they make you backslide, inakufanya uogope, they will make you have fear in you kila wakati. Every time jambo likimpata mtu, anything that happens to someone, huyu mtu abakiagi vile alivyokuwa. This person doesn't remain the same way he was. Lazima ili jambo litaacha tashe mahali, litaacha alama mahali. This thing will have to leave a mark somewhere. Litasababisha, it will cause uwe na uchungu, you have pain in you. Litasababisha, it will cause ukate tamaa, that you lose hope. Na litasababisha, and it will cause you, ujasiri uliokuwa nao, even the courage that you had, uondoke, to leave or depart from you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuko watu walianza vizuri, there are people who began well, na walianza na ahadi za Mungu, and they began with the promises of God upon their lives. Lakini walipokutana na vita, but when they met things or happenings in life, walipokutana na majaribu, when they got temptations along the way, ikawafanya it caused them kuogopa, to begin fearing, ikawafanya, and it caused them wakate tamaa, to lose hope, wakaanza kurudi nyuma, and they began to backslide. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo katika maisha yetu kuna vitu vitatu. In our lives there are three things. Na hivi vitu vitatu, and these three things, kuna uoga ambao shetani analeta. There is that fear that Satan will cause, ili usifikie mahali Mungu anataka, that you may not get where God wants you to be, ili usichochee kipawa ulicho nacho, so that you may not awaken that which is in you.
Na ndio hichi nimesema ya kuwa watu wengi, and that's why I've said to you kwa sababu ya that kile ambacho shetani amekileta, because of what Satan has caused in their life, wameamua kuwa nyuma. they have decided to remain backbenchers. Kwa nini? Why? Wakati ambapo ulikuwa nafanya kazi ya Mungu, in the time when you used to serve the Lord, ukakutana mtu anaanza kukutukana, you met people began insulting mtu anakudharau, people began to look down upon you, mtu anakuonesha kama hakuna kitu unafanya, people are showing that there's nothing you're na wakati mwingine mtu mwingine atainuka, and another time someone will atasema wewe rise utabiweza hivi, and will tell you that wewe utaweza hii, that will you be able to do this. Wewe watu wa kuweza hawafanani na wewe. People who did this, they don't look like you. Kwa hiyo anakutia kitu he keep something in ambacho you hakiko tena mfano. Hicho kitu si kama mfano, and that thing is not like, lakini ni roho, but is a spirit ambayo inafanya kazi. is a spirit that is working in you already. Na hii roho, and that spirit, inaanza kukuonesha, it begins to show you kweli sitaweza, that truly I will not make it. Unaanza kuwa muoga, and you begin to have fear in you. Ndio unaweza kukutana mtu, and you meet people, ana karama nzuri ndani that they have a good gift in them, lakini wakimwambia imba, but when you tell them to sing, anaona they didn't know, mimi siwezi, I cannot do this one, I cannot sing. Nikiimba, if I sing, watu watasikia aje? How will people listen Ndio or hear my utampata voice? mtu, And you meet someone, akiimba, when they sing, unamuona tu, you look at them and see uoga umejaa, there's so much fear in their face. uoga umejaa, So much fear. na uoga, and that fear, unaongeaga. it speaks loudly. Mara nyingi ukitazama, Many a times when you look katika huo uoga, in that fear, utaanza kusema fulani ameniangalia they macho begin to say, mabaya, so and so has looked at me fulani badly. vile anasema, The way someone is ananiangalia looking at me, ni kama vile sifanyi it's vizuri. like I'm not doing it right. Unaendelea And kuangalia, you continue to look around, unasema huyu mwenye and yuko you tell naangalia vile look at the wanaangaliana. way they are looking at each Hii other. kuangaliana kwenye The way they are looking wanaangaliana at each other, ni mie tu. it is about me. Kwa hiyo ulianza na And then nguvu, you began with the power, unajipata ulikuwa and naimba, then you find yourself you are singing, unatingizika, and then you began kidogo to shake, unabakia hivi and kama then you robot, remain like a robot, unaanza imba, and then you begin na singing udhaifu, with so much mwisho weakness, unasikika, and then later you feel, no, I can't do it anymore. uoga. That is fear. Kuna uoga wa pili. The second kind of fear, na huu uoga, and this fear, si kana kwamba uoga, it doesn't look like fear, lakini ni heshima but it's kind of discipline ambayo tunaenda kwa Mungu that we go to the kwa Lord kumuogopa, by fearing Him, kwa sababu yeye ni Mungu, because He is God, yeye ni Bwana, He is the Lord, yeye ni He Mwokozi. is our Savior, Uzima wetu and our life, uko mikononi it mwake. is in His hand. Kwa hiyo tunapomjia And Mungu, every time we approach the Lord, hatumjii kama vile mwenzetu, we do not come to Him like our fellow lakini colleagues, tunamjia kama but we Baba. come to Him as Father, Kwa hiyo tunakuja kwake kwa and we unyenyekevu, come to Him in fear and kwa trembling, kunyenyekea, in fear and kwa trembling, kuabudu, in worship, kwa kuinua mikono yetu and lifting juu. our hands on high, Hata mavazi and tunayoyavaa even the clothes you are putting on, unavaa kwa we kutetemeka, put them on with ukijua fear, nikija mbele za knowing that when I Mungu, go before God, hata kile ambacho ninavaa even whatever I am putting on, lazima nifunike I mwili have to wangu, cover the kwa entire sababu body, because the ninayemwendea one I'm going ni to Mungu is the mtakatifu. God who is holy. Hiyo lazima And therefore I ninyenyekee have mbele to yake. be low and go meek to Him. Uoga That is fear, wa Mungu. the fear of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Na ndio maana tunapokuja kanisani, That's why every time we come to hatuji church, vile tunataka, we don't come the way we want. hatukai vile We don't tunakaa. want to look like the way we want. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu tunajua ya kuwa Because we know tunayemwendea the one we are going to ni Mungu wa mbingu zote, is the God of all zaidi ya heavens, wafalme, above kings, zaidi ya mapresident, above zaidi presidents, ya wakuu wote wa above dunia. all the Kwa hiyo principalities of the world. tunapomjia Mungu, And therefore when we run to Him, tunakuja kwa we kutetemeka. come in fear and trembling. Mtu mmoja akaniuliza, And someone asked me, niambia Pastor Esther, he asked me, Pastor unapenda Esther, kuvaa vitu vikubwa vikubwa. why do you like putting on the way you put on?
Kila siku unaendaga kwa wakwe. Every time are you visiting your in-laws? Juma ngoze unavalaka Because za kwa the wakwe. kinds of clothes you're putting on. Ni kama wanaenda kukupeleka kwa wakwe. It's like you're going to visit the in-laws. Ndio maana unavala. And that's why you always put on like this. Nikamwambia ulikuwa unataka nivae haya. And I asked him, how do you want me to put on? Sema wakati mwingine vaa hata vitu Sometimes put on some sexy clothes. Sex? Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini tunayemwendea, but the one we are going to, lazima tutetemeke mbele we zake. have to fear and tremble before him. Lazima hata mavazi yako, even the kind of clothes, yaoneshe kumwogopa Mungu. must show the fear and honor of God. Najua uko na tai ya mzuri sana. I know you have a kind of good ties in the house. Uko na mwili mzuri. You have good body shape. Uko na kifua kizuri. You have a good chest. Lakini hatuko hapa, but we are not ili here tuoneshe kifua. for us to show our chest. Hatuko hapa, we are not here ili tuoneshe tai zetu. for us to show how much Lakini we look tumekuja hapa, like. But we have come here uoga na kutetemeka in fear and mbele trembling za Mungu before atujuae. the God that knows us. Hata ukivaa gunia, Even if you put on your sackcloth, anakujua kwa sababu He knows you because alikuumba He created na you. alikutengeneza. And He made Kwa hiyo you. tunanyenyekea And therefore mbele zake. we fear and tremble before him. Paulo anamuonesha, And Paul shows him, namwambia sikiliza mwanangu, listen to me my son. Mungu tunayemtumikia The God that we are serving, hakutupatia moyo wa He uoga, didn't give us the spirit of lakini fear. alitupatia moyo wa He has given ushujaa. us the spirit of courage and power. Kwa nini anamkumbusha maneno Why haya? is he reminding him this kind of Kwa sababu scripture? dunia imejawa uoga, Because the world all uoga. over is full of fear and fear. Ukitazama taarifa ya When you look habari, at the news, wanakuambia maisha they're yamepanda juu, telling you how life and economy is so high. chakula kimepanda juu, Food has become so mafuta expensive. yamepanda bei, Oil has become so vita expensive. imetanda And ulimwenguni, there is all over war. kila hali yote imekuwa tofauti. Every kind of the life we are living is Lakini different. ninapoangalia neno la But when Mungu, you look at the word of Bwana God, anasema, the Lord says, sikuwapatia roho ya I didn't give you uoga, the spirit of fear, niliwapatia roho but I ya give you the nguvu. spirit of power. Hata kama mambo Even if yakibadilika, things or situations hata will kama change, dunia even if the ikibadilika, world will have to change, mwenye haki ataishi kwa but the one who imani. is righteous shall live. Na ndio maana nikakwambia, And that's why I told you, uoga ikipanda when fear rises, inashusha it imani, makes your faith be weak. imani inapotea, Your faith disappears. unaanza kuishi uoga. Then you begin to live with fear. Ukiingia kwenye kapo ya unga hakuna When you unga. get into your stores, you find there's no flour. Ukiingia kwenye maji unakutana maji When yameisha. you get into your water stores, you find there's no Ukiangalia water. kwenye nyumba, unaangalia mwisho wa mwezi unataka kufika, When pesa ya nyumba sijapata. When you look at the house, it's end month, Kwa there's hiyo no rent. uoga. And therefore there is fear all over. Na kitu kinaitwa uoga And fear, kinamfanya mtu kumwendea Mungu it makes someone go before the Lord. inakuwa ngumu. Even going to before the Lord becomes hard. Hatumwendei Mungu kama baba, We no longer go to the Lord as Father. hatumwendei Mungu kama muumba wa mbingu na We no longer dunia. go to Him as the creator of heavens and the earth. Tunamwekea mipaka, And then we begin putting na ndio boundaries. maana tunashindwa kujimwaga mbele That's za why Mungu. we're not able to throw ourselves before the Lord, to Kwa sababu pour ya ourselves uoga. because of fear. Hata kuna mtu kuomba sauti ipande anaogopa. Instead of someone praying loudly, you are afraid of prayer. Mtu kutembea tembea kuomba Someone even walking around in prayer, anaogopa. you are afraid. Kwa nini? Why? Shetani anajua Satan knows anapoachilia roho ya uoga, when he releases the spirit of fear, utarudi nyuma you will backslide na utafanya mapenzi and you no longer do the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Na anafanya hivyo kwa nini? And why is he doing this?
anataka watu wamwabudu yeye. He wants people to worship him kuliko kumwabudu Mungu. other than worshiping God. Kwa sababu wakati uoga unajaa, Because when fear is all over, Mungu. you will not worship God. Kile kitu chote wewe ni uoga. Whatever that happens, you are afraid. Mtu akikutazama, Someone looks at you, uoga. you're already afraid. Mtu akiongea, when someone talks, uoga. It's fear. Ukisikia, when you listen and hear, uoga. It's fear. Alafu uoga, and then fear, ni vita vikali sana. Is a very terrible war katika or battle in someone's life. Unajua kuna ingine uoga, there are some kind of fear. Ni ya kawaida. It is a normal kind of life. For example, napoenda barabarani, when I'm walking along the street, ni barabara ambayo inapita magari mengi. It's a road that passes so many cars. Lazima mtu anaogopa. And therefore you have to be afraid anyway. Unavuka barabara. When you're crossing over the road. Unajua hapa nikicheza. And to say that if I make a mistake miguu itakatika. If I lose my legs. Hapa nikicheza. If I try shocks here, I will lose my life. Kwa hiyo unaogopa. And therefore you have that fear. Hiyo ni uoga. That is fear. Ambao ni wa kawaida. That is normal to everyone. Lakini uoga mbaya, but the worst fear, umevuka barabara. You have crossed over the road. Ukimaliza kuvuka barabara, after crossing the road, unaanza kujiambia, you begin to tell yourself, ingekuwa aje? How could I be? Wakati nimepita pale kwa ile barabara. When I crossed over that road, ningepigwa na gari. What if I got an accident? Manake kwenye wewe unaenda, because wherever you go, tayari umeshaacha barabara. Already you have crossed over the road. Lakini akili yako, but your thoughts and brains iko kwa barabara. Is still on the road. Vile wangekugonga, the way they could have crashed you, ungemwagika damu mingi, the way you would have vile ambulance ingekuja kukubeba, the way you would have been carried by the ambulance. But everyone who's looking at anajua you, tumetoka, he knows that you have crossed, na tayari hatuko kwenye barabara, and we are no longer on the road. Shetani anaweka but uoga, Satan puts fear, ambao haukuachili, that he doesn't let you, unabakia kufikiria, and you remain thinking mahali ulitoka, of where you came from, kitu kilichokupitia, whatever that you went through, kinabakia katika maisha yako, wewe unaendelea, and then you continue life. But that fear, anatusaidia. May God help us. Ni uoga kawaida ya kuvuka barabara. It's a normal fear to cross the road. Barabara, if I cross this road, imeisha, it's over. Naendelea. And then I continue my life. Lakini kuna roho ya uoga, but there's another spirit that tells you, ambayo inakujaga ndani ya mtu, that comes in someone, ulishavuka, that you have crossed, lakini iko nakuonesha, but it shows you vile ungekufia, how you have died on that road. Inakuonesha, it shows you vile sijui mambo ungekutokea, how could things happen. Kwa hiyo ukikaa kwa nyumba, then when you stay in the house, unasikia kama you feel like you are fighting a battle. Ulishaona? Have you ever seen? Umekaa ndani ya nyumba, you sit in the house. Taa. Yes, your lights are off. Umeshazima. You've put out na your lights. Kwenda. And you want lakini ukienda tu, but when you leave, roho yako inakuambia, your spirit tells you, siazima. No, I didn't put out my lights. And what if, for example, if there is maybe water in the house, my house will burn down. You had just gone far, and then you come back to confirm again. Did I really put out? And you put the lights out. But the spirit of fear, when it gets into someone's life, it will really make you suffer. You can go together somewhere. Tumesimama mahali. We are standing somewhere together. Mtu anacheka. And someone is laughing. Kama wewe tu unacheka. Like the way I'm just laughing. Roho ya uoga inaingia. And then a spirit of fear gets into her. Nafikiri vile niko mnono. Thinking how I am fattening. Ni ndo maana anacheka. And maybe that's why they are laughing at me. Huyu mtu. Oh, this person. Mbona nicheke? Why is he ulikuwa na ujasiri. You had all the courage. Lakini ule ujasiri unarudi nyuma. But that courage evaporates from you. Hautafanya kitu. You will never achieve anything. Hauwezi. You will never achieve anything. Roho ya uoga inaletaga mawazo. The spirit of fear brings thoughts ambayo hayakuwaki, that are never existing in you. Lakini inakuletea, but it will bring, hauoni ukuu wa Mungu. You don't see the greatness of God, lakini unaona ubaya. But you are seeing all the negative. Paul anamwambia mwanae, Paul tells the son, anamwambia sikiliza, tells him, listen to me. Mungu, God, hakutupa moyo wa uoga. Did not give us the spirit of fear. Ametupatia moyo wa ujasiri. But he has given us the spirit of power.
kimtumikia Mungu, when you serve God, haina haja uwe na uoga. You don't need to have fear. Tunapambana wote. We are all struggling and fighting. Uliitwa nikaitwa. You are called, I was called. Ninamtumikia Mungu, namtumikia Mungu. I am serving God, you are serving God. And therefore, you will not hinder me. Kukaa tu hapa. For me just to stay in one position. Kunizuilia. To keep me off. You will not stop me. Lazima niende mbele. I have to continue to press on. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Nikikumbuka habari za vijana watatu. If I remember the news of 3 boys. Hawa vijana watatu. And 3 boys. Shadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach and Abednego. Mfalme Nebukadnezar. King Nebuchadnezzar. Aliinua sanamu. Raised an idol. Na alipoinua sanamu. And this idol, when he raised it up. Akasema kila mmoja. When he had erected this katika taifa lote, in the entire nation, utakaposikia zeze na filimbi, when everyone will hear the trumpet sound, watu wote waanguke chini, everyone had to fall on their faces ya ile sanamu, before this kind of an idol. Ili kumwelewa Nebukadnezar. For you to understand Nebuchadnezzar. Nebukadnezar si mtu kawaida. Nebuchadnezzar was not a normal person. Akiwa na miaka 18, when he was 18 years old, alikuwa amepigana na mataifa. He had fought nations. Akiwa na miaka 25, while at 25 years, ametawala dunia. He had become a very great person in the world. Alikuwa na maaskari. He had an army ambao wanakula watu, that were eating or feeding from people. Flesh. Na hawa maaskari walimuogopa Nebukadnezar. And these people still feared Nebuchadnezzar. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kawaida. Therefore he was not just a normal person. Hakuna mtu angeweza kusimama mbele yake. There's no one who could stand before his eyes. Kwa sababu wanapo huyu Nebukadnezar, because Nebuchadnezzar aliingia Yerusalem, he got into Jerusalem, akakutana na mfalme, and he met the king Zedekiah, akampata pale, and he found him there. Alipompata huyu mfalme, when he got the king, historia inasema ya kuwa, the story says, alimtoboa ulimi. He had to cut off his alipomtoboa ulimi, when he made a hole into the tongue together through with the chin. Akaitoboa. He had to make a hole through it. When he made a hole in it, akafunga kamba, and then he akaiweka kama ni kwa farasi, and he put him alafu yule mfalme akaanza kuvutwa na hiyo kamba, and he began to be pulled na kutobolewa macho, and even he was plucked off his eyes, na akaenda huko nchi kavu, and he was taken to the desert. Ni mfalme huyu Nebukadnezar, sio mtu wa kuchezea. Nebuchadnezzar was a no-nonsense king. Alikuwa na nguvu. He had power. Alikuwa na uwezo. And he had authority. Sasa hapa kuna vijana wa Kiebrania. We are seeing 3 men of Hebrew. Katika nchi ambayo walienda katika nchi ya utumwa. In the land of captivity. Sio kwao. It's not their land. Sasa wanainua, and therefore sanamu. There is an idol that is raised. Walipoinua sanamu, and when the idol was wakasema kusiwe mtu awai yeyote, let nobody ambaye tabakia amesimama, that will remain standing. Nyote mshuke chini. All of you have to bow. Lakini Biblia inasema, and the Bible says, zeze na filimbi zilipolia, when the trumpets sounded, watu wakainama. Everyone fell on their knees. Lakini vijana hawa watatu, but these 3 young men, wakasimama. They remained standing. Wakasema and they say that we shall not worship miungu ya Babeli, any kind of god of Babylon, miungu ya huyu the gods of Nebuchadnezzar. Jifikirie, remember this. Think about this. Ya huyu mtu. I've given the story of this man. Wake wanakula nyama ya watu. That the army was eating from the flesh of men. Hawa vijana, and these young men, walichukuliwa kutoka Israeli. They were taken from Jerusalem. Mfalme wao, and their king, ametobolewa, had been killed by being made a hole in the mouth, anatolewa macho, and is plucked off his eyes, wanaona, and they are watching, na mpaka kaenda kafa, until when he died. Sasa wako katika nchi hii ya huyu mfalme. They are in Babylon now.
ambaye amesimama pale, where the king is standing, lakini hawataki kujua. But they cannot, wakajiambia ndani yao, and they told themselves, tumepewa roho, we have been given the ambayo sio ya uoga, not of fear, lakini tumepewa moyo wa nguvu, the spirit of power. Hakuna kitakachoturudisha nyuma. Nothing that shall make us backslide. Lazima we must tuendelee kumtumikia Mungu. Press on to serve the Lord. Ni vitu gani vinakurudisha nyuma? What is making you, causing you to backslide? Wengi wanarudia nyuma. So many people have backslided kwa sababu ya mateso. Just because of the troubles. Wengi wanamwacha Mungu. Many people have forsaken God. Kwa sababu ulikwazika. Because you are hurt somewhere. Wengi wanamwacha Mungu. Many people have forsaken God. Kwa sababu ya magonjwa. Because of diseases and illnesses. Wengi wanamwacha Mungu. Many have forsaken God. Kwa sababu ya hali. Because of the lakini situation. Hawa vijana, but this young man, wakasema tuliona, they say that we saw mfalme vile anafanya, the way the king is doing Yerusalemu ikabomolewa. We have seen how Jerusalem has been brought down and has been taken into captivity and brought to Babel. Mbingu ilinyamaza kimya. And the heavens kept quiet. Na ndio wanamjia mfalme. And then they come to the king. Wanamwambia ya kuwa, they tell him, look, Biblia inasema wakati walikataa kusujudu. The Bible says that when they refused to bow, wakapelekwa kwa mfalme, and they were taken to the king, wakasimama kwa and they stood before Nebuchadnezzar. Waliposimama when they stood before him, wakamwambia mfalme, they told him, king. Mfalme kwanza aliwaka hasira. King was furious. Akajiambia, ulisahau au ilikuwa nini? Told himself, did you forget or what happened? Mbona hamkuweza kuingia? Why have you not bowed? Wale vijana and this young man. Acha nione mahali ambapo wanamwambia Nebukadnezar. Let me find a place where they are answering Nebuchadnezzar. Katika kitabu cha Daniel 3, the book of Daniel chapter 3, 19. Then we shall begin from 19. The Bible says this: ndipo Nebukadnezar akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuri mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Verse 20. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshake na Abednego na kuwatupa katika ile tanuri iliyokuwa ikiwaka moto. Nataka tuanze hapo 16. Verse 16. Ndipo Shadraka na Meshake na Abednego wakajibu, wakamwambia mfalme, Nebukadnezar, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutookoa na tanuri ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Verse 18. Bali kama si hivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hatukupewa roho ya uoga. We were not given a spirit of fear. Lakini tumepewa roho ya nguvu. But you've been given a spirit of power. Hawa vijana wanasimama. And this young man stood. Baada ya mfalme kukasirika. After the king was full of anger. Na kusema moto uongezwe. And he said that add more fire. Moto uongezwe. Exceed the fire. Increase it. Alafu anawarudilia wao. And then he comes back to them. Anawaambia hivi. And he tells them. Anawaambia, kila mtakaposikia panda au filimbi kilia lazima mshuke. Every time you will hear any kind of sound of trumpet sounding, you have to bow. Lakini wao wakajibu. But they answered. Wakasema hatuwezi kusujudu. We cannot bow. Mungu tunayemtumikia, the God that we worship,
Atatuokoa na hiyo tanuru pamoja na mkono wako. He will save us from your hand and that fire. Kumbuka hawa wanazungumza haya maneno. Remember they are speaking these words. Yerusalemu imebomolewa. And Jerusalem has been brought down. Watu wameuawa. And people have been killed. Mfalme ameuawa. The king has been killed. Na wakuona kitu ambacho kilisababisha muujiza fulani. They didn't see any miracle anyway. Lakini moyo ulio ndani yao, but the spirit that was in them, sio moyo wa uoga. It was not a spirit of fear. Wanasema kama vile Paul. They speak like Paul. Kuishi ni Kristo. That living is Christ. Na kufa ni faida. And death is gain. Ukijua hivyo, if you knew that, hauwezi kuogopa. You cannot be afraid. Kama Mungu ataniweka, and God if he will keep me, jina lake libarikiwe. His name shall be blessed. Lakini kama nikifa, but if I die, nitakwenda kupumzika. I shall still go and have rest. Nitaenda karibu na Bwana. I shall go and sit close to him. Kitu ninaogopa. And therefore there's nothing I'm afraid of. Kwa hiyo walisimama na ujasiri. And therefore they stood with the courage. Wakasema tunamjua Mungu wetu. And they say that we know, I know ana uwezo wa kutukomboa na mkono wako. To save us from your hand. Pia tanuru hilo la moto. And even from the fire. Kitu ambacho tunasema, and whatever that is, hatuwezi kusujudu. We cannot bow. Uliza watu wa siku hizi. Speak to the people today or ask them. Asema Bwana nitasujudu. Oh, I will have to bow, no otherwise. Moto umewekwa. There is that kind of fire there. Moto. Fire. Tena umeongezwa. And in fact they have increased it. Bwana acha tu No, let me just bow. Naenda nyumbani. I am going home. Shago. To my house or to wanaanza kufanya mila. They begin doing their own incantations. Wewe umeokoka peke yako. It's you alone who was saved. Mnaenda kutumia zile vikombe za wafu walikufa. You go and partake of those rituals. Mnazunguka nyuma ya nyumba, mnaenda kuomba kwa makaburi. You begin to pray on tombs of people. Kuliko kusema sitafanya hiki. Instead of saying that I'll not do this. Mimi nimeokoka. I am saved. Lakini ndani yako utasema mkataa mila ni mtumwa. Acha nikwambie mwenye kufanya mila ndio mtumwa. The one who is bound with the taboo is the one who is a slave. Mara ngapi umeogopa? How many times have you feared, been afraid? Wakati wanaambia twendeni sote kwa waganga. They tell you that let us all as a family go to twende tukaoshwe. Let us go and be cleansed. Kwa sababu familia yetu iko na mikosi. Because our family is with curses. Na wewe umeokoka. And you are saved. Lakini unaenda pamoja na wao. You always go with them together. Lakini vijana hawa. And this young man. Hawakuogopa. They were not afraid. Mungu anapokuja ndani ya maisha ya mtu, uwepo wa Roho Mtakatifu, Biblia inasema ya kwamba walipokuwa kwenye chumba cha ndani, wanafunzi walijificha kwa sababu walikuwa na ugopa. Lakini Roho Mtakatifu alipowajia, walipojazwa na Roho Mtakatifu, uoga waliokuwa nao ukaondoka, wakatoka nje, wakaanza kuhubiri kwa nguvu. Wakati mtu ana Roho Mtakatifu, utajua tu, kwa sababu hofu au uoga haiko ndani yake ya kumtumikia Mungu. Anamtumikia Mungu kwa ujasiri. Kuna mtu ukimwambia omba tu hapo, anakataa. They will refuse. Anaogopa. They are afraid. Kuomba tu. Just praying. Uko na Roho Mtakatifu kweli? Do you have the Spirit of God in you? Una Roho Mtakatifu? Do you really have the Spirit of God? Unaambiwa omba. You are asked to pray. Omba mbele za Mungu. Pray. Lead people in prayer before God. Speak before the Lord. Utakutana saa nyingine ni mwanaume. Maybe it's even a man. Lakini anashindwa kuomba. But he's not able to pray. Lakini mistari kwa mwanamke. But those lines to a woman. Anajua mistari. They know how to range those lines. Taongea hapo. They will speak them out. Na aweki kichwa chini. And they cannot even put down their face. They will face them face to face. Ambia unaona vile unavyonitazama. You see the way you're looking at me. Macho yako yanakuwa kama mwali wa moto. Your eyes are like fire.
Inaniunguza. It is burning me. Nasikia nachomeka. I am feeling fire in me. Nakupenda kuliko vitu vyote. I love you more than anything else. Nimekupatia moyo wangu. I have given you my heart. Na iko na moyo wake. And he has his own heart anyway. Na akitoka hapo anaenda na moyo wake. And when he leaves you, he'll go with his heart. Lakini mistari ya bongo bongo. But that kind of lies is putting in you that I'm giving you my heart. Lakini mwambie omba. But tell them to pray. Omba. Pray. They are not able to pray. Roho ya woga inakaa ndani yake. The spirit of fear is in them. Namwambia usiombe. It is telling them don't pray. Lakini mtu ambaye amejazwa. But someone who is in filled. Mungu anapoingia ndani ya maisha ya mtu, when God Roho Mtakatifu anatawala. The Spirit of God takes control. Woga unaondoka. And fear gets out. Unaanza kumtumikia Mungu. And you begin to serve the Lord pasipo woga. Without fear. Nakumbuka miaka zamani. I remember before. Singeweza simama mbele. I could not stand before men. No. Nilikuwa naogopa sana. I was really afraid. Naogopa mubure. I had fear that he was useless. Mtu akiniongelesha tu nishaanza machozi shamwagika. If someone could speak to me, I could begin crying from nowhere. Mtu tu aseme kitu machozi. Someone to speak anything, tears will come down. Wakati Mungu ananiita, when God called me, asema ndakuwa mhubiri. And he tells me that I'll be a preacher. Nilicheka kwanza. I first of all laughed. Me, surely. Naweza simama mbele. Can I really stand before people? Naongea nini kwanza? What shall I speak first? Sikia kwanza naongea mahubiri ingine. First day I'll preach this, the second day. What about this day? Ndaweza. Will I be able to do it? Personally, surely. Before men. It's because the Spirit of God yet is in you. But when the Spirit gets in you, He removes the spirit of fear and gives you the spirit of power. And when He gives you the spirit of power, you will preach anywhere in the world. Praise the Lord Jesus. Then I began to preach. And later I wondered, surely, can I stand? Sasa sahi. And now, mimi naendaga kuhubiria wanaume. I go to preach before men. Unaweza kutana kanisa nzima inajaa wanaume tu. You can find a whole church full of men. Mimi peke yangu nyo mwanamume. And I'm the only woman. Na wanitishi na mandevu. But they can never put fear in me because of their beards. Bado nitahubiri. I shall still kwa sababu sikupewa roho ya woga. Because I was not given the spirit of fear. Nilipewa roho ya nguvu. But given the spirit of power. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo ondoa uoga ndani ya maisha. Remove that spirit of fear. Ni silaha ambayo shetani anaweka juu ya watu. Satan puts in people. Kukuonesha hautafika. That you will not make it. Kile ambacho unakianzisha, whatever that you began, kila mara shetani anakuonesha akitafanyikiwa. Anaweka roho ya uoga, roho inapotawala, and when it takes over kila kitu kinavunjika. Everything breaks down. Lakini Mungu ameweka ndani yetu roho ya ushujaa. Anzisha kile unataka kuanzisha. Mungu akienda na wewe, kila kitu kitakuwa salama. Whatever you have will go well. Toa roho ya uoga. Get out of the spirit of fear. Toa roho ya uoga. Let the spirit of fear get out of you. Kuna watu wana roho ya uoga. People have the spirit of fear. Kiasi kwamba to a level, akianza kuona upele tu kwa mwili. When they see any kind of maybe a boil on them. Upele unamtoka toka. It is maybe beginning from some point of the body. Alafu akienda kwa kioo anajiangalia. When they go to a mirror, look at themselves. Hapa ishi. Naona ni kama naanza kukonda. I'm looking at myself. I'm growing slim, or no, I'm losing my weight, or am I infected? Am I infected at some point? Is this AIDS, HIV? And then you sit down, and then you begin trembling. You do not have any kind of pressure rises in you. And then when someone asks you, no, there's nothing. But in you, oh my goodness. When you go back to the house, another one comes from another point. You tell you, this one now, I am going. I'm finished. This one I cannot escape. When you look at your lips, it's now you begin checking. Is it red in color? Oh my God. Look at me. That is fear. Fear will create in you kind of illnesses that you not have. Fear. Fear. I remember some time back, I was breastfeeding.
Alafu nikapata upele. And then I got some tumor or something. Upele. Some ulcers or what? Hiyo upele ilikuwa sijui nini. I don't know what kind of this. Unaifinya. You try to press it or remove it. Inatokea mafuta. And then there's so much. Nakaa chini. And then I sit down. Oh, Mungu. I tell, oh my God. Bas. This one I'm done. Nini? What is this? Mungu nisaidie. Oh God, help me. Lakini unapoenda hospitali. But when you go to the hospital, unakuja kukutana sio hivi. You meet that this is not what you thought. Unajua watu waendaje tena hata kupimisha hospitali. There are people who do not even go for medication. Wakimwambia tu twende upimishe hiki na hiki. If you are being asked to go and maybe have some hospitali. How do I go to the hospital? Bana nipima nini? What are they looking for in me? No, let me remain the way I am. Unajua kwa nini anakataa? Do you know why they are refusing? Uoga. It is fear. Na ile uoga, the fear, inamfanya maisha yake yanakuwa mabaya. Their life becomes anaishi kila siku akifikiria yeye yuko. Living every day thinking the way they are. Na kijana mmoja. I had one young man. Niliwahi kusema hapa. I ever said it here. Alikuwa rafiki yangu sana. Was my good friend. Huyu kijana alikuwa anafanya kazi hapa airport. And he used to work at the airport. Mungu alikuwa amembariki. God had blessed him. Alikuwa anapata pesa mzuri. He had good money. Tulikuwa pale kwa kanisa moja hivi stalitaji. We used to attend in one church somewhere. Alikuwa anakuja kunitembelea. He used to come and visit me. Mara nyingi alikuwa analala kwa kiti. Many times he could sit or sleep on the couch. Nikimuuliza mbona uko hapa kwa hii kiti? Every time I would ask him, why are you here? Lala, sema pana mama. You like sleeping? No, mama. Napendaga tu kukuja hapa kwako. I like coming to your house. Juu mimi nasikia usingizi hapa. Because I feel sleepy here. Lakini akawa ni mtu mwenye anakaaga na hofu sana. But is someone full of fear in him. Sasa mimi nikawa namuona tu. Anakuja tunapika chakula, tunapiga story. Anaweza kutoka kwangu saa 5 za usiku. He could leave my house in the night. Naweza kufanya kazi zangu naingia kwa room. I could do all my chores and he tells me I want to sleep. You want to sleep? Mama, you want to sleep? Acha tu niende. Okay, let me leave. Unaona moyo wake hataki kutoka. You see his heart, he doesn't want to leave. Lakini tulipoendelea kuongea na yeye, but as we continued to talk, nikakuja kugundua, I came to realize, ana hofu yuko na ukimwi. He had fear that he had HIV/AIDS. Kwa hiyo pesa yake yote angepata, and everything he could find, he could misuse it, anajua atakufa, knowing that anytime soon he'll die. And I asked him, why are you thinking like this? Sema Mungu anisamehe. Tell me, God, forgive me. Iliwahi kuwa na mtu fulani. I ever had some lady, lakini ule mtu, and that kind of a person, she's already dead. Kufaka amekonda sana. And she died when she had lost her weight. Inaonekana, it means kama alinipatiaga it is possible she infected me with AIDS. Have you ever tried to seek doctors? I cannot, because let death come, but I cannot go for medication. And one day I made a mistake. And I said that I want to make this mistake to help this young man. I told him, let's go to the hospital. Please take me there. When he got me there, and I told him something. Let us maybe do it now. Diagnose or rather find if you're having typhoid. And also let me find. They took his blood. And I told the other person, the person in the lab, I told him, please find out if this blood has HIV. And you'll give me those results. Don't give him. When I came back, majibu yakatoka, and results came out, hana ukimwi. He didn't have AIDS. Hapo ndipo nilimwambia. And that's when I told him. Kwambia nilifanya kitu, I told him I did something against your will. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Because you're my friend. Na nimeona unateseka sana. And I've seen you suffering. Nilitaka kujua. I wanted to know. Ni kweli unaumwa au? Is it true that you're going through this problem or not? Kaka chini, Esther niambie. And he sat down, please, Pastor, tell me, what did you do? Nilikupimisha ukimwi. I took your blood to the lab. Manake nilimwona kijana anavunjika. And I saw him really heartbroken. Why did you do this to me, Pastor? I know I'm going to die. What did they tell you? Nikampatia paper. And I gave him the results on the paper. And I told him, read them for yourself. Hauna ukimwi. You have no AIDS. Na hii kitu kilienda kwa muda mrefu, alikuwa na hiyo huzuni karibu miaka 7. He had this grief for about 7 years. Akiteseka. Just suffering in him. Kwa hiyo uoga, therefore fear, inaweza kukutesa miaka mingi. It can make you suffer for years. Kuna mtu anaweza ingia kwa nyumba, there are people can get into the house, akiona tu zile marido zinacheza cheza, when they see those curtains to play around, yeye anafikiria kuna mtu. They always think there's someone hiding there. Kwa room kwenye giza peke yake. He doesn't get into a room that is dark alone. That is fear. Uoga ni silaha mbaya.
Fear is a very bad weapon ambayo shetani anatumia. That Satan is using. Shetani anakuoneshaga Satan will show you that you are in the midst of the night and then you see just there is maybe a grave somewhere. That nothing you're seeing. You look at yourself, they are dying. Vile pumzi yako inashindikana mle ndani. They are not able to breathe. Then you begin thinking so much. Fear is a very bad weapon. But this morning I want to tell you someone. God did not give us the spirit of fear. Let that spirit of fear get out of you. Unajiangalia kwa kioo. That spirit when you look at yourself in the mirror and you oh, I'm getting old. Sitaolewa. I will not get married. I will not give birth. Sitaenda. I will not go there. I will not make it. Nani alikwambia? Who told you that? Wazee hawabarikiwi. That elderly people are never blessed. Nani? Who told you? Nani alisema wazee hawazaagi? Who told you that those elderly women never give birth? Nani? Who told you? Kwanza siku hizi inakuwa mbaya sana. Nowadays it's very bad, I know. Mtu kuna miaka 60 anazaa. Someone has 60 years and they get pregnant. Mtu kuna 65, 70 anafanya. Someone has 65, 70 is getting married with a big wedding. Lakini wewe uoga huko tu na miaka 25. You're only 25 years old. Uko unaogopa. And you're already afraid. You're saying, oh, this one has got a problem. Or you begin to do all the dirty things. For you just to say that let me get into marriage. Because life or time is passing. Fear. God did not give us a spirit of fear, but has given us a spirit of power. Serve the Lord with diligence. And serve the Lord diligently. Remove fear in you. Stand with courage. Serve the Lord with courage. Because in you, lazima uchochee you have to fire it up, kilicho ndani yako, whatever is in you, kikaweze kudhihirika. For it to be seen. Kipawa ulicho nacho, the gift that you have, ni utajiri wa maisha yako. It is the riches of your life. Ukikataa kukichochea, if you refuse to fire it utabaki up, hivyo. you remain the same. Kama Mungu ameweka kitu, if God has put a gift in you, kichochee, fire it up. Kitakufungulia milango. It will open doors for you. Kitakufikisha mahali usingefika. It will let you somewhere you kitafanya vitu vikubwa katika maisha yako. You'll do greater things in your life. Kwa hiyo, therefore, ondoa uoga. Remove that fear. Uoga. Remove that fear. Takuwa na woga. Those people who have fears in them, they are just behaving, you see, tabakia vile. You remain the same way. Hautaenda mbele. You'll go nowhere. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wewe Mungu akusaidie. Therefore may God help you. Uondoe uoga. To remove that fear in you. Na neema ya Mungu ikawe. And may the grace of the Lord be upon you. Kama ni kufanya kazi ya Mungu babati. If it is serving the Lord babati. Fanya kazi ya Mungu. Serve the Lord. Fanya kazi ya Mungu. Serve the Lord. Kama ni kuwa asha, if it is being ushering, tembea na mwendo mzuri. Walk. Hapana kutembea systematically. Don't walk with fear. Walk while your chest is high with the power in you. Piga shindo vizuri. Walk very well. Kama ni kuimba, if it is singing, imba kabisa. Sing like never before. Imba kama vile hautaimba tena. Sing like you'll never sing again. Hatukupewa moyo wa uoga. We were not given the spirit of fear. Tumepewa moyo wa ujasiri. We've been given the spirit of moyo power. Wa nguvu. Spirit of moyo wa power. upendo. Spirit of love. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mungu awabariki. God bless you. Amen. Amen.